Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, ndani ya mwezi Mei katika ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka 2025 2026 kulikuwa na vita kubwa ya kumtafuta mchezaji bora ndani ya mwezi Mei, ambapo tunashuhudia mchezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club na mchezaji Alan Okello walikuwa katika vita kubwa. Vita hii ilianziaje? Fahamu, mchezaji Alan Okello wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club raia wa Uganda aliweza kufanikiwa kuhusika katika magoli 10. Kuhusika kwake ni vipi? Alifunga mabao 9 na kuweza kutoa assist 1. Kwa hiyo amehusika katika magoli 10 ndani ya mwezi Mei, lakini akafuatiwa na mchezaji Clatous Chama Chama ambaye pia ndani ya mwezi Mei alifunga mabao 5 na kuweza kutoa pasi 4 za magoli, na katika hayo mabao 5 moja ni lile goli ambalo aliifunga klabu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo goli hilo kwa sasa linatajwa kuwa miongoni mwa goli ambalo litakwenda kugombea goli bora la dunia, kwa maana kwamba Puskas Award. Kwa hiyo tunaona hii vita ilikuwa ni kubwa, kwa sababu ukiangalia Alan Okello amehusika katika magoli mengi akifunga mabao 9, Chama magoli 5, lakini Chama ametoa assist 4, Alan Okello assist 1. Kwa hiyo watu wengi walikuwa wakitaka kusubiria kuona ni nini ambacho TFF watakwenda kukifanya, yani ni majibu gani, nani atakuwa mchezaji bora, kwa sababu kwa sasa Alan Okello na mchezaji Clatous Chama kwa upande mwingine wameweza kuhusishwa sana katika ushindani. Sasa taarifa inasemaje kutokea katika bodi ya ligi kuu ya NBC? Taarifa inasema hivi, taarifa kwa vyombo vya habari: kiungo mshambuliaji wa Young Africans Alan Okello amechaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwezi Mei wa ligi kuu ya NBC msimu wa mwaka 2025-2026, huku Steve Barker wa Simba akichaguliwa kocha bora wa ligi hiyo kwa mwezi huo. Okello alionyesha kiwango kizuri chenye mwendelezo kwa mwezi huo, ikiwa ni pamoja na kufunga mabao 9 na kuhusika na lingine 1 kwa kutoa pasi ya usaidizi katika dakika 509 za michezo 6 ambayo Young Africans ilicheza na kuisaidia kubaki kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Mchezaji huyo aliwashinda viungo Clatous Chama wa Simba na Faisal Salum wa Azam alioingia nao fainali katika mchakato wa tuzo za mwezi uliofanyika na kamati ya tuzo la shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kwa upande wa Baka aliyeingia fainali na Florent Ibenge wa Azam na Fred Minziro wa Fountain Gate aliongoza timu yake kushinda michezo 5 iliyocheza na kutoa sare 1 na kuendelea kubaki nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona hiyo ndiyo taarifa rasmi ambayo imeweza kutoka bwana, kwamba Simba na Yanga wamegawana. Kwa upande wa Simba wao wameweza kumtoa kocha bora, huku Young Africans wakimtoa mchezaji bora ndani ya mwezi Mei ambaye ni mchezaji anafahamika kwa jina la Alan Okello. Sasa hii vita imeenda mbali zaidi mara baada ya kusemekana hivi, watu wengi wameweza kuona kwamba Chama alistahili kushinda tuzo hiyo kwa sababu aliweza kufunga goli bora, na katika goli hilo bora aliwafunga Yanga, Alan Okello naye pia alikuwepo ndani. Lakini vile vile wakaenda mbali katika michezo ambayo Simba wamecheza, basi Chama amechaguliwa kuwa man of the match michezo 5 mfululizo, rekodi ambayo mpaka sasa inashikiliwa na yeye, huku Alan Okello katika michezo 6 akichukua tuzo za man of the match 4. Kwa hiyo watu wengi wanaona kwamba kama Chama alikuwa anachukua tuzo hizi, kwa hiyo angestahili kuwa mchezaji bora, huku Alan Okello ambaye yeye hajachukua tuzo nyingi za mchezaji bora, basi kwa upande mwingine hakustahili kuchukua tuzo hii. Kwa hiyo kama ni mdau wa michezo, tunaamini tumeweza kukueleza kionaga ubwaga kuhusiana na story ambayo imekuwa viral siku ya leo katika mitandao ya kijamii. Sasa tuambie, je, kwa upande wako unaona ni nani alistahili kubeba tuzo hii? Shuka kwenye comment hapo kadondoshe maoni, kama kawaida mdau wetu wa nguvu tutayasoma.